Dalili 7 kuwa baraka zako zimefungwa kiroho na jinsi ya kuzifungua kwa haraka. Katika maisha kuna wakati mtu anajitahidi sana, lakini matokeo hayalingani na juhudi zake. Hapa ndipo swali la kuja, je, inawezekana baraka zako zimefungwa kiroho? Ukweli ni huu, sio kila kuchelewa ni kawaida. Kuna kuchelewa kunakotokana na vita vya kiroho. Hebu tukaangalie dalili 7 muhimu ambazo ukiziona basi unatakiwa utambue kuwa baraka zako zimefungwa. Kabla tujiendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie dalili 7 kuwa baraka zako zimefungwa kiroho. Namba 1, unajitahidi sana lakini mafanikio hayadumu. Unaweza ukapata kazi, pesa au fursa, lakini ghafla vinapotea bila sababu ya kueleweka. Hii ni dalili ya mzunguko wa kupoteza baraka. Ni kama mlango wa baraka unafunguliwa kidogo alafu unafungwa tena. Kwa hiyo ukiona dalili hii ya kwanza, basi unatakiwa utambue kuwa baraka zako zimefungwa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo unajikuta ni mtu ambaye unajitahidi sana lakini mafanikio hayadumu. Unajikuta unajitahidi sana, unapambana sana, unafanya kazi kama tembo lakini matokeo kama sisimisi. Hii ni dalili mojawapo ambayo inaonyesha baraka zako zimefungwa kiroho. Lakini dalili ya pili ambayo ukiona unatakiwa utambue kuwa baraka zako zimefungwa kiroho, unarudia matatizo yale yale kila wakati. Unajikuta maisha yako yanazunguka kwenye matatizo yale yale. Mahusiano yanaharibika kwa namna ile ile. Biashara zinaanguka kwa mtindo ule ule. Fursa zinapotea kabla ya kuzaa matunda. Hii inaashiria kuna kifungo kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukianza kuona unarudia matatizo yale yale kila wakati, yanajikuta mahusiano yanaharibika kwa namna ile ile. Mahusiano yanaharibika kwa namna ile ile, biashara zinaanguka au zinaharibika kwa mtindo ule ule, fursa zinapotea kabla ya kuzaa matunda. Hii ni ishara kuna kifungo kwenye maisha yako, na unatakiwa hapo mwishoni nitakufundisha namna ya kufungua vifungo hivi. Lakini dalili ya 3 ambayo ukiona kwenye maisha yako, basi tambua una kifungo cha kiroho. Kuna kifungo cha kiroho kinachozuia baraka zako. Unakuwa na ndoto za kushindwa au kurudi nyuma. Unakuwa ni mtu ambaye unaota ndoto za kushindwa au kurudi nyuma. Kwa mfano, unaota ndoto unajiona umerudi shule ya zamani. Unajiona umerudi shuleni. Kwa ulishamaliza shule kitambo, lakini ukilala unaota ndoto umerudi shule. Unarudi shule ya msingi. Au unaota ndoto unakimbizwa, au unaota ndoto umepoteza vitu vya thamani kubwa. Unaota ndoto umepoteza kitu cha thamani kubwa sana, ndoto unaanza kutafuta mpaka unashtuka hujakipata hicho kitu. Au unaota ndoto umefungwa, mikono yako umefungwa, upo kwenye gereza umefungwa. Au ndoto hizi mara nyingi huonyesha mapambano ya kiroho yanayozuia maendeleo yako. Ndoto hizi huwa zinaonyesha mapambano ya kiroho yanayozuia maendeleo yako. Lakini dalili ya 4, fursa zinakukwepa dakika za mwisho. Unakaribia kupata kitu kikubwa, mfano ajira, safari, mafanikio, lakini ghafla mambo yanaharibika dakika za mwisho. Hii ni ishara ya mlango wa mafanikio kufungwa ghafla. Kwa hiyo fursa zinakukwepa dakika za mwisho. Unashangaa umekaribia kupata kabisa, unaona kabisa, ukiangalia unaona kila kitu kinaenda sawa. Ukiangalia kabisa unaona kabisa umekaribia kupata kazi, umekaribia kupata, yani unaona kabisa hapa nimekaribia kupata. Unashangaa mambo yanaharibika ghafla. Kila kitu kinabadilika ghafla. Hii ni dalili mojawapo ambayo inaonyesha una kifungo kwenye maisha yako ambacho kinazuia baraka zako. Lakini dalili namba 5, watu wanaopaswa kukusaidia wanageuka bila sababu. Unakuta mtu alikuahidi msaada ananyamaza au anakukataa, anakusahau kabisa. Unakuta mtu aliahidi kabisa atakusaidia, mtu alikuahidi kabisa atakusomesha, mtu alikuahidi kabisa atakusaidia, unashangaa ghafla yule mtu yule anakusahau kabisa, wala hata ukimpigia simu, wala kwanza hata akufuatilii kabisa. Unaanza kujiuliza, huyu mtu mbona alikuwa ameniahidi kabisa, alikuwa matumaini makubwa, lakini ghafla amebadilika. Kwa hiyo hii inaonyesha kuna nguvu inayokatiza msaada wako. Kwa hiyo ukiona ishara ya namna hii, ukaona watu wanaopaswa kusaidia wanakugeuka bila sababu, basi unatakiwa utambue una kifungo
kwenye maisha yako ambacho kinazuia baraka zako. Lakini dalili ya 6, unahisi uchovu wa maisha bila sababu. Hata kama mambo si mabaya sana, ndani yako unaona huna amani, huna nguvu ya kuendelea mbele, unajisikia mzigo mzito rohoni. Hii ni dalili ya mzigo wa kiroho unaozuia baraka zako kuflow, unazuia baraka zako kutiririka. Kwa hiyo unahisi uchovu wa maisha bila sababu. Hata kama mambo si mabaya sana, ndani yako unakuwa una amani, una nguvu ya kuendelea mbele, unajisikia mzigo mzito rohoni, unajisikia kukata tamaa. Yaani unakuwa unahisi uchovu wa maisha, unakuwa unajiona ndani yako unajisikia kukata tamaa kabisa, unaona kabisa yani ustahili kuendelea mbele. Hii ni dalili ya mzigo wa kiroho unaozuia baraka zako kutiririka. Lakini namba 7, unapoteza mwelekeo wa kiroho. Unaanza kupoteza hamu ya kuomba, kupoteza imani, kujisahau kiroho. Hii ni hatari sana, kwa sababu ndipo chanzo cha kufunguliwa kilipo. Yani unashangaa unapoteza mwelekeo wa kiroho, unaanza kabisa kupoteza hamu ya kuomba. Ulikuwa ni mtu wa kufanya maombi, unashangaa unapoteza kabisa hamu ya kuomba. Ulikuwa ni mtu ambaye unapenda kusoma neno la Mungu, unakosa hamu ya kusoma neno la Mungu. Ukishika Biblia unasikia tu usingizi, unalala. Ni dalili moja hatari sana. Ukiona dalili, inabidi uwahi kufunguliwa. Tafuta mtumishi wa kiroho akusaidia kufungua kutoka kwenye kifungo. Iko ni kifungo. Lakini tukaangalia jinsi ya kuzifungua baraka zako kwa haraka. Sasa umeshaziona hizo dalili, sasa namna gani ya kuzifungua hizo baraka zako kwa haraka? Namba 1, omba kwa nguvu na kwa uthabiti. Sio maombi ya kawaida, omba kwa mamlaka. Omba hivi, kwa mfano, kila kifungo cha baraka zangu kifunguke sasa kwa jina la Yesu Kristo. Fanya maombi hasa usiku wa manane, wakati wa vita vya kiroho, kwa mfululizo, yani consistency ni nguvu. Kwa hakikisha unaomba kwa nguvu, kwa uthabiti. Anza kuomba unasema, katika jina la Yesu ninavunja kila kifungo kilichofunga baraka zangu. Leo nakivunja vifungo vyote. Imeandikwa, neno la Bwana ni nyundo ivunjayo vipande vipande. Natumia neno la Bwana, ninavunja kila kifungo kwenye ulimwengu wa kiroho ambacho kinanizuia mimi kusonga mbele, ambacho mimi kinanizuia kufanikiwa, kifungo cha kupoteza, kifungo cha kuharibikiwa. Leo nakivunja kwa damu ya Yesu, ninakisambaratisha kwa jina la Yesu. Unaomba namna hiyo. Kwa hiyo unaomba maombi ya nguvu. Namba 2, tubu na jitenge na mambo mabaya. Wakati mwingine vifungo vinatokana na dhambi, maamuzi mabaya, mahusiano yasiyo sahihi. Kwa hiyo toba ya kweli huondoa vizuizi vya kiroho. Kwa hiyo tubu na jitenge na mambo mabaya. Hakikisha unatubu, unapata muda wa kutubu na unajitenga na mambo mabaya. Wakati mwingine vifungo vinatokana na dhambi, maamuzi mabaya, mahusiano yasiyo sahihi. Kwa hiyo toba ya kweli huondoa vizuizi vya kiroho. Na jambo la 3, soma na tumia neno la Mungu. Neno lina nguvu ya kuvunja vifungo. Mfano, ninatangaza uhuru juu ya maisha yangu. Hakuna kitakachozuia baraka zangu kwa jina la Yesu. Ninatangaza uhuru juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo unasoma na unatumia neno la Mungu. Lakini jambo la 4, vunja mahusiano hatarishi. Watu wengine ni chanzo cha kurudisha nyuma. Kwa hiyo tambua, sio kila mtu anatakiwa kubaki kwenye maisha yako. Hili ni jambo la msingi sana. Vunja yale mahusiano ambayo yanakurudisha nyuma, yale mahusiano ambayo yanakutenga mbali na Mungu, hakikisha unayavunja. Lakini jambo la 5, chukua hatua za vitendo. Usiombe tu, fanya pia. Tafuta fursa, jifunze, badilisha mindset. Baraka zinahitaji nafasi ya kuonekana. Jambo la 6, funga. Tunasema fasting. Kufunga kunavunja nguvu za kiroho zinazokuzuia. Hata unaweza kufunga kwa masaa 6, siku 1 au siku 3. Hii huongeza nguvu ya maombi yako. Namba 7, na jambo la mwisho, tangaza ushindi wako. Usikae kimya, sema kwa imani, baraka zangu hazitazuiliwa tena katika jina la Yesu. Milango yangu iko wazi katika jina la Yesu. Maneno yana nguvu ya kiroho. Usidanganyike kama unaona dalili hizi, sio bahati mbaya, ni ishara. Lakini habari njema ni hii, hakuna kifungo kisichoweza kuvunjwa. Ukisimama kwa imani, ukichukua hatua na ukipambana kiroho, baraka zako lazima zifunguke. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, niambie umejifunza jambo gani. Lakini pia hakikisha kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media ili uendelee kujifunza zaidi. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.